Watu wengi hufanya makosa makubwa sana bila kujifunza hizi 20 Microsoft symbols ambazo huwa zinatumika katika kuchakata taarifa mbalimbali na huwa zinatumika katika kuingiza formula mbalimbali katika programu ya Microsoft Excel. Sasa usifanye makosa. Hii ndio kama msingi wa kujifunza Microsoft Excel. Usipozijua hizi basi huwezi kujua Microsoft Excel. Sasa ambatana pamoja nami katika channel ya TZ Excel ili niweze kukupa tips na tricks mbalimbali uweze kujua jinsi ya kutumia hizi symbols. Division calculations. Hii symbol unayoiona hapa ndio inayotumika katika kufanya division. Na tuna mifano ya wanafunzi wachache hapa, wako wanafunzi 10 ambapo first term walifanya testi zao hapa civics na mpaka physics hapa kuna max alipata, na second term akapata max hizi hapa. Sasa tunataka tutafute wastani wa mwanafunzi, kila mwanafunzi kwa kila test alizofanya. Sasa kwa mfano civics term ya kwanza alipata 33, term ya pili akapata 70. Sasa nataka kujua wastani wake ni ngapi. Kwa hiyo tutakuja kwenye hii civics husika, tutabonyeza kwenye hiyo cell, tutaweka equal sign kwanza. Sasa kuperform calculation kama nilivyosema tangu awali, equal sign inaanzisha calculation aina yoyote. Kwa hiyo tutasema sum, tutasum nini na nini, tutasum civics ya term ya kwanza, alafu tutashikilia control, tutakuja kukliki kwenye civics ya term ya pili. Hatutaloki chochote kwa sababu tunataka formula yetu itembee kwenda chini, itembee na kwenda hivi. Kwa hiyo tutaacha hivyo hivyo, alafu tutagawanya, tutaweka mabano. Jibu litakalopatikana hapo baada ya kusum tutaligawa kwa idadi ya test alizofanya. Ni ngapi? Ni 2. Kwa hiyo tutabonyeza 2, alafu tuta control enter. Kwa hiyo utaona hapo ni 51.5. Kwa hiyo hapa kama kawaida unasogeza mouse huo mshale mweupe, ukiwa mweusi unakamata, una drag mpaka chini. Na hapa vile vile ukiwa mweusi unakamata, una drag kwenda kushoto. Kwa hiyo utaona hapa kwa kila mwanafunzi tuna save. Kwa kila mwanafunzi imeonyesha kwamba wastani ni huo hapo. Kama mwanafunzi alipata 33 mara ya kwanza na sasa hivi tena 33, inambaki kwa ile ile 33. Mfano kama kuna mwanafunzi labda tuweke huyo wa kwanza first time alipata labda 70, unaweka hapo. Kiweka tu huko inabadilika na kuwa 70. Ile term ya pili akapata 98. Weka 98 hapo, unaona wastani inasema ni 84. Na huyu labda huyo mwanafunzi wa pili alipata labda first term alipata 98, huyo hapa. Alafu second term akapata 96. Labda tuseme akapata 9. Kafeli huyu. Kiweka hapa inakwambia inajumlisha ile, alafu inakwambia na 53. Exponents mara nyingi huwa zinafanya kazi ya raise numbers to its power form. Kivipi? Fuatana nami. Ingia kwenye kibox cha kuingiza formula. Remember, kila wakati ukitaka kuingiza formula lazima bonyeze equal sign, then namba ambayo unataka kuiraise katika its power form unabonyeza D6, and then unabonyeza namba shift, then namba 6, unapata hicho ki exponent hicho. Alafu baadaye unataka iende mara ngapi, power mara ngapi. Almost ukiweka 2 maana yake ni square ya namba uliyoitaja hapo. Ukiweka 3, 4 na kuendelea. Lakini for now ngoja tuweke kwenye power 2. Alafu then bonyeza control enter. 1 mara 1 ni 1, si ndio? Sogeza mouse yako pale kwenye kile kidude kinukta, kigeuka ikawa nyeusi, drag mpaka chini. Hiyo hapo. Kwa hiyo hii hapa huwa inatumika katika kucompare 2 or more values. Katika mfano huu kuna wanafunzi kama 10 hivi ambapo test 1 walipata max zao na kuna test 2 pia ambapo kuna max walizipata. Sasa kwenye kucheck improvement tunataka tuangalie mwanafunzi huyu aliimprove kwa kiwango gani? Sasa hapa tutatumia conditional function ambayo inaonyesha mwanafunzi ameimprove au hajaimprove kwa kuweka zile conditional clause. Tutabonyeza mahali ambapo tunataka kuweka hii condition. Tutabonyeza kwenye civics hapa. Tutabegin with equals, then
tutasema kwa sababu tunataka kutesti hiyo nani marks za testi ya pili, tutasema if is equal to, if this one, which one is equal to P10 is greater than D10, then tunataka ituwekee neno tiki. Sasa hii tiki lazima uweke kwenye mabano. Nishaikopi, iko hapa juu kama unaiona hii hapa. Hii niliiweka mapema, niliikopi mapema. Kwa hiyo natakuwa uikopi kabisa kabla hujaanza kuingiza hii nani function. Kwa hiyo baadaye unabonyeza control enter. Yes. Kwa hiyo itaonyesha kabisa huyu hapa ameimprove, ndio maana nimemletea tiki. Drag huku, drag na huku. Sasa kama unavyoona hapa inatuletea tiki na neno false. Kwa nini inatuletea tiki na neno false? Tiki tumeliweka sisi, lakini false hatukuiweka. Kwa nini inajitokeza? Ni kwa sababu kwenye formula yetu hatujaweka values if false. Kama hatujaweka values if false itatuletea neno false. Kwa hiyo kuliondoa hilo neno false, unarudi kwenye formula. Tulishaweka value if true, tumeweka tiki. Je, if false ilete nini? Unaweka koma, unaweka quotation mark mbili, yani ilete blank, iache wazi, isiweke chochote. Kwa hiyo control enter, then una drag tena na huku una drag tena. Ukifanya hivi haitaleta hizi false values kwa sababu tayari unakuwa umesha define kuletee nini. Less than operator pia huwa inatumika katika kucompare two or more values. Sasa kwenye mifano yetu hapo tuna wanafunzi pia ambao walifanya test 1 pamoja na test 2. Tunataka kuona katika test hizi zote ni nani ambaye katika testi zake, yani testi ya kwanza alifanya akapata max, lakini testi ya pili aka underperform, yani amefanya chini ya kiwango kilinganisha na alivyofanya katika test iliyopita. Sasa mtindo ni ule ule, weka equals mahali unapotaka kuweka formula, then we put if condition this cell is less than this cell. Kwenye matokeo iliyopita tunataka ituletee nini? Ituwekee x, otherwise iache blank. Kwa bonyeza control enter na imeacha blank. Kwa mfano hapa sio less, iko sawa sawa. Na highlight mpaka huku and then highlight mpaka huku. Hapa inaonyesha wanafunzi walio underperform ni huyu hapa kwenye somo la civics, alafu huyu hapa kwenye somo la physics, alafu na huyu anaitwa nani? Huyu hapa anaitwa Halima kwenye somo la Kiswahili na English, underperform. Less than or equal to operator. Less than or equal to operator combine two symbols, less than na operator ya equals to. Sasa hizi mbili huwa zina kazi yake maalum. Mfano labda mwalimu ana wanafunzi darasani ambao amewapa testi ya kwanza na testi ya pili. Sasa testi ya kwanza walifeli sana, akajaribu kuwapa ushauri baadaye akasema atatoa testi nyingine. Sasa testi hiyo akatoa vigezo kwamba kigezo ni huruhusiwi kupata chini ya 30. Ukipata chini ya 30 unapigwa viboko. Kwa sasa kuenda mwanafunzi mmoja mmoja na kutafuta nani kapata 30 nani hajapata ni ngumu. Kwa hiyo ili uweze kujua katika marks zako zile, una create formula ya kujua. Kwa mfano hapa unakuja kwenye civics, katika kila somo unataka kujua nani ameperform chini ya 30 katika kila somo. Kwa sasa utaweka formula hapo, kumbuka unaanza na is equal to, alafu nasema if, sawa, test hii ya pili ambayo ndo baada ya kuwapa ushauri na nini wengi wameimprove. Kwa hiyo unasema kama hii test hii hapa is less or equal to here, kwenye hii condition yako uliyoiweka hapa unailoki kwa sababu iko peke yake. What do you want? Nataka kuweka iniwekee x. Nataka iniwekee x kwa wale wote ambao underperform, kwa sababu hii hapa ni ya kuangalia underperformance. Otherwise nataka iache blank. Wale ambao wamefanya vizuri iache blank. Control enter, huyu imemwacha blank kwa sababu hayuko chini ya 30. Una copy kwenda hivi, alafu na copy na kwenda chini. Yes. Kwa hiyo hamna mwanafunzi ambaye underperform. Suppose kama labda tu select wanafunzi wawili. Select hii hapa, select hii hapa, select na hii hapa, select na hii hapa, select na hii hapa. Tuseme hawa wamepata 28. Control enter. Umeona?
Control enter, wamepata 28. Maana yake hawa ndio wanaonekana kwamba wame underperform. Imewekea X, nyinyi mme underperform. Kwa ni rahisi hata kujua kwamba somo gani ambalo wanafunzi wangapi wame underperform. Na tutakapoendelea kujifunza takuonyesha namna ya kucount hizi X, kucount mwanafunzi amefeli masomo mangapi huko mbeleni. Lakini kwa sasa tujifunze tu kwamba hizi Excel symbols zina maana gani. Basi tumalizie na greater than or equal to kwa video ya part 1. Part 2 tutaendelea tena na vipengele vinavyofuatia. Katika symbol hii kama nilivyowasilisha awali, kama ile ya less than or equal to, hii nayo ni combination ya two symbols, symbol ya greater than pamoja na equal. Sasa zote huwa ina perform masuala ya comparison. Na yenyewe pia inaweza kutumika kumtesti mwanafunzi ambaye ameimprove. Sasa tuende moja kwa moja kwenye mfano. Tuende kwenye civics hapa, bonyeza equals to, weka condition if what? If this cell ambayo ni civics is greater than or equal to, hii hapa tuliweka 90. Basi tunataka nini? Tunataka ituletee tick, control, ituletee hata, tunaweza tukaselect hata herufi yoyote, labda ya G, unaweza weka herufi G, good, good. Otherwise ionyeshe herufi B, bad, bad performance. Kwa hiyo hapo ukicontrol enter inaonyesha B. Huyu maana yake ni bad performance, na bad performance hiyo highlight mpaka huku, afu highlight mpaka huku. Kwa hiyo sasa kuna wakati ukiweka kama hivi utashindwa kuelewa nini ni nini. Sasa ili kuweka mambo vizuri, unaweza ukaikopi hii tiki hapa, ukaikopi vizuri, copy, ukarudi kwenye formula, ukadouble click, ukaja sehemu yenye G, alafu ukapaste formula, alafu sehemu yenye B ukaiondoa, ukasema ibaki empty hivyo hivyo. Control enter inaacha empty. Baadaye una highlight kote, na hii hapa unaipeleka kote. Kwa hiyo hapa itakuonyesha kabisa sehemu zenye matiki, maana yake hizo ndio ambazo mtu amefanya vizuri. Alafu kuna kitu nimesahau, wakati wa kukopi formula tumesahau kulock. Hatujailock hii 90, ni value ambayo haitakiwi kutembea, imekaa. Kwa hiyo ni Y3. Sasa Y3 tunabonyeza F4 kwa ajili ya kuilock ili isitembee. Control enter, and then tunarudia tena kudrag. Kwa wakati mwingine kwenye formula vitu kama hivyo huwa utokea, unasahau. Sasa ukisahau kama hivyo, unatakiwa ukiona haiperform chochote, unatakiwa uwe makini. Sumaona kumbe kulikuwa hakuna hata performance yoyote ya zaidi aliyepata 90. Tukiweka huyu 90 ndio inaonekana yuko mmoja. Saa zile kumbe tulikuwa tumekosea. Kwa hiyo kwa wakati mwingine nimeiacha hii sehemu ya kuonekana tumefanya makosa ili mtu ujifunze. Kuna wakati unafanya vitu ukiwa na stress, wakati mwingine kichwa kimechoka, unasahau kulock hizi cells. Sasa unakuta program inaanza ku underperform. Ina perform vibaya, yani unashindwa kuelewa. Kwa wakati mwingine ni vizuri kurevisit kwenye formulas zako ulizoziingiza kwenye cells mbalimbali. Na baada ya kusikiliza kwa muda mrefu, asante kwa wewe ambao umekuwa ukinisikiliza tangu mwanzo, na sasa tuko mwisho wa video yetu, lakini naomba kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya TZ Excel. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tunaposti video very educative, very informing. Usisite kugonga hiyo subscribe button, share kwa watu wengine. East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania, West Africa, Northern Africa na Central Africa tutawafikia, kwa sababu Kiswahili sasa hivi kinaenea kwa viwango vya juu. Kwa hiyo hakikisha unampa mwenzako link ili aweze kupata maujuzi kama haya. Tutakuwa na seminar nzuri, tutakuwa na presentation nzuri kwa wiki zijazo. Usikose kusubscribe kwa sababu utajuta baada ya kuachana na channel hii. Mimi nakushauri subscribe, stay tuned, uwe wa kwanza kupata video hizi ili usiende kwa watu ambao wanafundisha rough. We don't need that. Till next time, till we meet. God be with you. Thank you.